Katika lesson hii tutakwenda kuangalia kuhusiana na Django admin panel. Jina langu ni Mohamed Hafidh Mohamed kutoka Soma Taaluma. Tayari tumeshaweza kuona namna gani tunaweza tukatengeneza vitu mbalimbali kama vile kuweza kutengeneza models, kuweza kutengeneza URLs na views. Kama itakuwa umeskip ama umemiss hizi lesson, nakushauri uweze kurudi, kwani kwa hakika kuna mengi ya kuweza kujifunza kama ni muendelezo wa kozi hii ya Django. So moja kwa moja sasa hivi tunakwenda kushughulika na admin. Kama unakumbuka awali kule wakati tulipokuwa tumerun server yetu, maybe tuweze ku start again, tunamwambia pi manage.py, bora tunaandika moja kwa moja manage.py run server. Tunapo start server yetu, tukija zetu moja kwa moja katika URL yetu, tunayo hapa option tukimwambia /admin, moja kwa moja ilikuwa inatuletea admin panel yetu hii kwa ajili ya administration. Lakini kwa muda ule nilisema kwamba tuiache, tutakuja kuangalia, na sasa hivi ni muda wake wa kuweza kuizungumzia. Maybe unaweza kana ikawa unajiuliza, mbona moja kwa moja imekuja na username na password sehemu ya kulogin, lakini sisi hatuja create user? Usiwe na wasiwasi, katika lesson hii tutakwenda kumcreate user. Lakini at the same time katika huko admin panel tutakapoingia, tunakwenda kumtengeneza ama tunakwenda kuambia hizi information zetu ziingie ndani ya admin panel huku ziweze kuonekana. So kuweza kumcreate huyu user, tunakwenda kumcreate user wetu, tunarudi katika terminal yetu ama code editor yetu. So kwa sasa hivi terminate server yetu na nita clear ili kuweza kumtengeneza sasa yule user katika admin pale kwa ajili ya kuweza ku login. So tunamwambia pi manage.py, then tunamwambia moja kwa moja create super user. Kwa hiyo itakuwa ni super admin ambao anakwenda kumcreate first time ndani ya Django admin. So tukimwambia create super user, bila shaka atatuuliza kwamba username ya huyu mtu ipi. Ametuambia hapa username unaweza ukaleave blank, itabakia atakuwa ni Mohamed. So maybe nataka kuspecify ni pentool, hiyo ndio itakuwa ni username yangu. Amehitaji kupata email address, pengine itakuwa ni info@pgrbcenter.com. Amehitaji kuweza kuingiza password. Okay, password again. Okay, sawa. Password, make sure password, okay, say password. Anauliza kwamba tuna bypass validation na kuweza kumcreate user anyway, kutoka kwamba maybe na password ambayo nilioingiza ni too common na too weak. So kwa vile kwa muendelezo wa lesson hii haina tatizo, nitamwambia yes. Lakini kwa upande wako ama unapotengeneza system kwa ajili ya production, make sure password inakuwa ni strong. So nitamwambia yes. Tayari moja kwa moja tumambiwa super user have been created successful. So tunamwambia clear, tunamwambia tena pi manage.py run server, tuta start server yetu again. So turudi zetu kwa admin wetu, tutatumia username, nafikiri tuliandika pentool, na upande wa password yetu tutaingiza password ambayo tulikuwa tumegenerate. Na baada ya kuweza ku login tu ndani ya admin panel yetu, moja kwa moja tumeweza kuona tunazo table ya users pamoja na groups ambazo ni by default zinakuja ndani ya Django. Tukiangalia hapa tunaye user wetu mmoja huyu ambaye ni pentool pamoja na email yake, na tunakuta kwamba anaweza ku access vitu tofauti tofauti. Ikiwa kama tutamclick huyu user, ina maana hapa tuna uwezo wa ku add informations na vitu tofauti, kwa mfano first name, last name, email ndio ambayo tayari tusha specify. Huyu ana permission kwamba kwanza yupo active, ana staff status, alafu ni super user status. Kwa hivyo nakushauri kwenda kuzipitia kwa utuo katika Django admin. Hapa tunazo user permission, kuna permissions zaidi tofauti tofauti ambazo zitashatengenezwa, lakini vile vile kuna masuala ya groups, tuna masuala ya information tofauti tofauti, last login na vitu vingine tofauti tofauti. Ni miongoni mwa vitu vizuri ambavyo Django imekuja navyo by default. Tunayo groups, na unaweza kuzitumia kuweza kucategorize, unaweza kutengeneza group, unaweza kuassign permission specific katika group, then wakati wa kuja kumcreate huyu user huku ukaja kama assign katika specific group. Hayo yote yanawezekana
na yanafahamika. So turudi katika lengo letu la lesson hii, ni kuja katika admin moja kwa moja, library admin. Sasa hivi kama ambavyo tunaona hapa, hawezi ku manage zile tables ambazo tulizozitengeneza katika model yetu. Tunamwambia model, tulikuwa tuna table ya member, tulikuwa tuna table ya book, lakini vile vile tulikuwa tuna table ya borrowed record. Hizi tukiziangalia huku katika admin panel zote hazimo. So tunafanya vipi ili kuweza kuwemo? Inabidi tuje tuziregister ndani ya admin, ama tumwambie admin kwamba na hivi vitu unahitajika kuweza kuvichukua, navyo uvichukue ama uwe navyo kule kwa ajili ya kuweza kuvidisplay kwa ajili ya management. So nita clear hizi hapa, nitarudi zangu juu kidogo, nitamwambia from dot. Okay, nashauri tuweze kuzima server kidogo, so itakuwa na hatujamaliza kuandika na return errors, sisi kuchanganya models na kwenda ku import. Tuta import book, tuta import member, lakini vile borrowed record moja kwa moja. Kwa maana tunamwambia kwamba ndani ya hii model yangu niingizie book, member pamoja na borrowed record, kwa sababu hizi information tutazitumia. Then hapa modern kwa sasa hivi katika Django tunaweza tukamwambia admin.register register model yetu ambayo ni book. Then moja kwa moja tutamwambia class book admin, ambapo ndani yake atakuwa na admin.model admin. Hao tunakwenda kumdirect, yani hii admin ni kama decorator ambayo inatumika katika Django kwa sasa hivi, ama kuweza kumfahamisha kwamba yani admin systems kwamba hii class yangu iweke hivi. Tayari, hope utanielewa zaidi huko mbeleni, na kadiri utakapokuwa unaifuatilia zaidi utaweza kuifahamu zaidi. So bila shaka tukishakuwa tuna class, tuna full yes hapo, then tunabidi hapa tunaweza kumwambia list_display, vitu vya kuweza kuvidisplay. So tunakwenda kuselect kule, tunayo bila shaka tuna title, inabidi iwe ndani ya title. Okay, lakini vile vile chingine cha kuweza kudisplay ni author. Tuna select maalum, tulikuwa tunayo option ya kuweza kuselect all kwa pamoja, lakini tutakwenda kuselect specific. So tutamwambia nayo genre, vile vile tutakuwa tunayo available underscore copies. Hivi ndio vitu ambavyo tunavihitaji. So kitu gani ambacho tunachokikusudia hapa, kwamba tunamwambia admin wetu katika aturegistie ile book ambayo ukikumbuka huko katika models tunayo book hii ina vitu tofauti tofauti. So ndo tumekuja navyo hapa kuweza kuspecify ama kuweza kuvidisplay how vionekane au vipi vionekane. Search field tunaweza tukampa hapa search fields, mtu anaweza kusearch ama anaweza kusearch admin kwa kutumia kitu gani na kitu gani. Hapa anaweza akasearch either kwa kutumia title, lakini vile vile anaweza akasearch kwa kutumia author, mwandishi wake. Nafikiri hivi vitu tukirudi katika models to specify. Okay, sawa. Lakini vile vile tunaweza tukamwambia list filter, nayo tunaweza tukafilter list yetu, tukaja tukafilter, tukamwambia filter hivyo. Lakini vile vile maybe anaweza akafilter by publication underscore date. Kwa hivyo hapa itakuwa tushaweza kumwambia how aweze kuliona au vipi linaonekana table letu kwa admin. So same thing, tutakuwa tena tuna admin.register. Now tutakwenda ku deal na member. So now tutakuwa tuna class member admin ambayo itakuwa na admin.model admin. Okay, video hivyo ni admin.model admin full colon. Then ndani yake tutahitaji naye kuweza kumwambia, tutamwambia tuna list underscore display
ambapo atakwenda kutudisplayia. Maybe tunahitaji member underscore member underscore id, lakini vile vile tutahitaji user, lakini vile vile tutahitaji phone yake. Same tunaweza kuwa tuna search fields ambazo tutakuwa tunayo. Tunaweza tukatumia by member underscore id, lakini vile vile tunaweza tukatumia first name ya user underscore first underscore name, lakini vile vile tunaweza tukasearch kwa kutumia user underscore last underscore name. Okay, kwa upande wa member I think zinatosha. Maybe tunaweza tukaangalia katika borrowed record na iwe vipi. So tunaomba vile vile @admin.register, tutamwambia borrow record. So now tutakuwa tuna class borrow record admin, ambapo tutakuwa tuna admin.modeladmin, then tuna full colon na tuna list underscore display. Ni sawa sawa, tunakwenda ku display hitaji book. Okay, vile vile tutakuwa tuna member kitabu, bila shaka tuweze kumjua na huyu ambaye amekazima. So this one ndani. Okay, member. Then baada ya member nafikiri tutaji kuwe tuna borrow date na kama amerudisha au hajarudisha. So tutakuwa tunayo borrow underscore date, lakini vile vile tutahitaji kuweza kujua returned. Inawezekana ikawa unajiuliza hivi vitu mimi navitolea wapi hivi? Hivi ni vile ambavyo tulivyspecify katika models. Huku kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, tunazo hizi hapa. Tuna borrow date, tuna returned. Hizi make sure zinakuwa zipo sahihi kama ambavyo zilivyo kule. So nafikiri tunaweza tukatumia list filter, nayo tunaweza tukaenda tukafilter maybe by borrow date, borrow underscore date, lakini vile vile tunaweza tukawa tuna returned. Tunaweza tukafilter kwa vile vitabu ambavyo vimesharudishwa ama havijarudishwa bado. Nafikiri bila shaka hapa itakuwa tumemwambia vizuri admin aweze kuvisoma hizo information. So nafikiri tukajaribu ku run server tuiangalie kama zitakusha load au tufanye migration tena. Okay, to new terminal. So pi manage.py run server run server okay, katika project pi manage.py run server. Okay, server yetu imesha run automatic moja kwa moja, tayari ameiona katika app yetu ya library. Tunayo books ambavyo tumeviona, tuna option ya kusearch ndio ambayo tumespecify hapa katika search fields hizi ndio tumeweka. So tunayo hapa, tuna search by title au by author. Tukija tukiangalia katika borrowed records, nayo hatuna information ya aina yoyote, lakini tunazo hizi hapa borrow by date, hizi kuweza kufilter ile by date au by returned, yes or no, ni same as kama ambavyo tulivyokuwa tumezi specify ama specify huku katika models zetu. Kwa vile huku tuna true and false information, kama kimerejeshwa au hajarejeshwa, na tulipomwambia admin na tumekwenda kuzi include vile vitu. So imekuwa ni rahisi, imetusaidia moja kwa moja kuweza kufanya management ya hizi tables
katika upande wa admin. So hiyo ndiyo Django admin panel.